maalum mwezi Januari mwaka ujao ili kupanga mikakati ya kuanzishwa kwa mazungumzo baina ya chama cha UDA na ODM kuhusu ushirikiano wa vyama vyote viwili kuelekea uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027. Nasir amebaini kuwa hakuna haja ya mazungumzo hayo kufanyika hivi karibuni ili kuweka mambo wazi ya ni vipi chama cha ODM kitakavyofaidika kupitia muungano huo, huku akidokeza kuwa ni heri kushirikiana na UDA badala ya kushirikiana na baadhi ya viongozi wa vyama vingine ambao wameendelea kuwagawanya Wakenya. Katiba ya chama inatuambia party leader anaweza kuanza mazungumzo na aweze kuweka coalition ili waweze kujipanga kwa sababu ya elections. ODM election 3 zimepita, hatukwenda kama chama peke yetu. Tuliingia katika chama as a coalition. Tulikuwa na CORD, tulikuwa na NASA, tukawa na Azimio. Si geni kwa nini ODM sasa hivi yaanze kuzungumza. Na so far tunavyoona hapa, upande mmoja ni ule ambao kwamba walokuja hapa eneo la Changamwe wakatoa lugha ya ukabila hapa Changamwe, wakatuambia sisi sio shareholders hapa Changamwe. Upande wa pili ni pale baba ametuacha. Sasa hebu niwaulize, katika hawa wawili tutazungumza na yule alotuonesha kheri ama yule ambaye kwamba alotuonesha shari? Kwa hivyo mimi kama deputy party leader, msimamo wetu sisi kama chama cha ODM ni lazima hii Januari saa hii leo tarehe 28, 29, 30, 31 tunaombea party leader pumzika siku 2. Ukimaliza ni lazima tuite Central Committee ya chama cha ODM. Agenda iwe ni kupeana ruhusa chama cha ODM kianze mazungumzo ya kiubana na kuweza kuweka uwazi na wale ambao kwamba ni wa chama cha Rais Ruto UDA. Tukubaliane. Hatutaki kuambiwa ile mambo ya Kamu States juu tutapatiwa waziri mmoja, waziri wawili, ama huyu tupatiwe hiki. We need to sit at the negotiation table from now. Na chama cha ODM ndio chama ambacho kwamba kenye nguvu zaidi. Hakuna chama kingine kenye nguvu katika Kenya kama chama cha ODM.